msukure, siri ya msukule, siri ya kandani ya moyo hawezi sikika, siri ya. Hebu nyosha maelezo basi nikuelewe, maana toka umekuja na kuona tu na bwabwaja. Sikuelewi unazungumzia nini? Wacha kurukutanta mantetele. Wewe ni mchawi na nimekuja hapa kukwambia achana na hilo kundi ulilokuwa nalo, vinginevyo kitakachokuja kukutokea usije ukanilaumu. Na siku zote mbio za sakafuni huishia ukingoni. Hayo ni maneno ya mkosaji tu mwenye mkuu. Hauishi kutapatapa. Siri nafanya watu wengi wanarogana. Siri imebeba mambo mengi sana, na inafanya watu wengi wanauana. Siri inafanya watu wanarogana. Siri ya msukure, siri ya msukure. Marahaba. Dada, hatimaye sasa jambo limeisha, maana tutapunguza maneno ya walimu. Ndugu yangu, kazi bado ipo, maana Pita hajiwezi kwa lolote lile. Sijui tutaongelewaje huko mtaani. Ni kweli dada, lakini afadhali alivyokuwa yupo ndani, maana duniani hayupo, ahera anatafuta. Yataka moyo kuishi na mtu alishakufa na sasa karudi duniani, hana kauli yoyote kwa makubwa aliyoyaona akiwa mtu aliye hai. Siri ya msukure. Zubeda. Haya vipi? Mbona kelele kiasi hicho? Na sheria za nyumba hii unaijua? Shida nini? Sikiliza nikwambie. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Kuanzia leo hii sihitaji ushirikiano na nyinyi. Na maanisha nimejitoa katika chama chenu cha kichawi. Hivyo unafikiri hiki ni kikundi cha kikoba eh? Binti, utaishia pabaya. Liwalo na aliwe. Na mje kuchukua mizigo yenu. Nadhani tutakuwa tushamalizana. Mla vya wenzake na vya kwake uliwa. Zamu yako inafuata, usijisahaulishe. Jizime data tukuonyeshe sisi ni kina nani katika ulimwengu huu wa kiza. Sasa vijana, nimeonesha mimi mkali kiasi gani. Mtoto kapoa, aambii wala sikio lolote lile kuhusu mimi. Hivi wewe unaelewa unachokiongea? Alafu unaona sifa mwenyewe, unakuja hapa unatuadisia habari zako za mademu. Alafu ndugu zangu, hivi mshasahau yale mtokea Pita? Nawauliza, mshasahau yale mtokea Pita? Ama kweli wewe kichwa panzi. Sasa basi naomba nikwambie kitu kimoja. Umenikela. Siku nyingine ukija hapa kutuletea habari zako za mademu, hatutaelewana. Sawa? Hatutaelewana. Joka. Kofi. Ongea na ndugu yenu. Siku nyingine hatutaelewana. Mimi nimemaliza. Alafu tena mtizani ameisha. Pita hajiwezi kwa lolote lile.
yaani ni kama maiti inayotembea mpaka sasa. Hadi naogopa. Ndugu zangu, ndio mjifunze kuwa waaminifu, maana wanawake siku hizi wamefungwa. Msipokuwa makini tajikuta pabaya. Mimi nawaambia ukweli, kuna siku mtanikumbuka maneno yangu, maana maneno yangu hajawahi hata siku moja kuanguka chini. Sawa, mimi nimeelewa, ila nyinyi hamjanishawishi chochote kile. Mnachokiongea kinapita huku, kinatokea huku. Yaani mtoto mkali kama ule kuku wa kienyeji kutoka shamba ni mwache vivi? Hiyo haiwezekani. Mtoto ana hatari ule. Au nye vidole juu nini? Ana hatari eh? Wewe endelea. Yaani unagongea sigara wakati pembeni na dumu la petroli. Rafiki yangu unazengua kishenzi yani. Siri imebeba mambo mengi sana, na inafanya watu wengi wanauana. Siri inafanya watu wanarogana. Siri ya msukure, siri ya msukure, siri ya msukule, siri ya msukule, siri ya msukule. Mbona toka umeamka asubuhi unaonekana kama hauko sawa? Kuna tatizo gani? Nipo sawa tu mdogo wangu, ila kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani dada? Kwani kuna shida yoyote? Mimi binadamu na madhaifu yangu. Najiona mkosefu sana lilotokea kwa Pita. Kwa nini ujione mkosefu hali ya kuwa hauhusiki na chochote kilichomtokea? Nimekuficha kwa muda mrefu sana mdogo wangu. Mimi ni mchawi. Dada, wewe ni mchawi? Ndiyo, na hii safari yangu imeishia ukingoni baada ya kutakiwa kutoa kafara ya damu yangu ambaye ni wewe.